Katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2024, serikali ya CCM ilitumia shilingi bilioni 961.5 kama ruzuku iliyotolewa kwa kaya maskini ili kuziwezesha kuongeza kipato cha kaya katika kuzisaidia kaya hizi kumudu gharama za maisha ya msingi kupitia mpango wa kunusuru kaya maskini yani TASAF na kunufaisha wananchi milioni 5.2. Kwa Mheshimiwa Spika, serikali ilipampu katika uchumi moja kwa moja kwa wananchi bilioni 900.5. Pili, katika kipindi cha 2020 mpaka 2024, serikali ya CCM ilitumia shilingi bilioni 693.6 kama ruzuku ya mbolea ili kupunguza makali ya bei kwa wakulima, na jumla ya wakulima milioni 2.2 waliweza kunufaika. Hizi ni fedha ambazo Mheshimiwa Spika, katika hali ya kawaida wakulima wetu wangezitumia kununua mbolea, lakini serikali ilitoa ruzuku na hizi hela wananchi walisave ziweze kubaki katika mifuko yao. Tatu, katika kipindi cha mwaka 2020-2024, serikali ya CCM ilitumia shilingi trilioni 1.31 katika kuendelea kutoa elimu bila ada kuanzia elimu ya awali hadi kidato cha 6, ambapo jumla ya wanafunzi milioni 3.314 walinufaika. Mheshimiwa Spika, kama unavyofahamu, serikali iliondoa ada, na kuondoa ada huku tumeweza kuokolea wananchi shilingi trilioni 1.8. 4, serikali ya CCM ilitumia shilingi trilioni 2.76 kwa ajili ya mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu, ambapo wanafunzi 321,215 walinufaika. Hizi shilingi trilioni 2.76 pia Mheshimiwa Spika tuweza kuokoa kutoka kwenye mifuko ya wananchi ambao wangeweza kuitumia. Mheshimiwa Spika, maelezo ya kina kuhusu tathmini ya utekelezaji wa mpango wa mwaka 2024 tumeainisha katika kitabu ambacho tumekigawa kwa waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Spika, haya ni mafanikio makubwa ambayo tumeyaonyesha kwa tathmini ambayo imefanywa na serikali. Sambamba na matokeo ya tathmini ya utekelezaji wa mipango ya serikali nieleza hapo juu, tathmini ya kitafiti inaonyesha pia kwamba wananchi walio wengi katika nchi yetu wanaridhishwa na utendaji wa serikali katika kutekeleza programu miradi ya maendeleo. Kwa mfano, utafiti uliofanywa na taasisi ya Afrobarometer mwezi Juni mpaka Julai mwaka 2024 unaonyesha kuwa 71% wananchi wote waliohojiwa walisema wanaridhishwa sana na utendaji wa serikali, na 70% walisema nchi ipo katika mwelekeo sahihi. Waheshimiwa wabunge, wastani wa nchi za Afrika, wastani wa idadi ya wananchi wanaoridhishwa na utendaji wa serikali zao, Afrika ni 40%, kwa Tanzania ni 71%. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, tathmini hizi ambazo tunazieleza hapa sio tu kwa mtazamo wa serikali, lakini pia pale ambapo wananchi wanahojiwa walio wengi wanaona kwamba tunafanya kazi nzuri na tuendelee kuchapa kazi. Mheshimiwa Spika, nimalizie kwa kueleza sasa malengo na vipaumbele katika mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2025-26. Mheshimiwa Spika, mpango wa maendeleo ya taifa wa mwaka 2025-26 unaongozwa na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 inayolenga kuwezesha Tanzania kuingia katika kundi la nchi za uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025, ambapo tuliingia mwaka 2020, miaka minne kabla ya muda, na kuwa na kiwango cha juu cha maendeleo yake. Aidha, mpango unaopendekezwa ni wa mwisho katika kutekeleza mpango wa 3 wa maendeleo ya taifa wa miaka 5. Hivyo mpango huu umejikita katika kuendeleza na kukamilisha utekelezaji wa afua zinazotoa matokeo katika maeneo 5 ya kipaumbele. Kwa waheshimiwa wabunge, miradi ambayo mwaka huu itapewa kipaumbele ni ile miradi ambayo inaendelea na miradi ambayo tunaamini itachochea kukamilisha utekelezaji wa afua ambazo zitatoa matokeo chanya katika kukamilisha utekelezaji wa vipaumbele ambavyo tunavyo katika mpango wetu wa taifa wa maendeleo wa miaka 5. Mheshimiwa Spika, mpango ni kiungo kati ya mipango inayokamilika na mipango mipya inayotarajiwa kutekelezwa chini ya dira mpya ya maendeleo mwaka 2050.
Hivyo basi mpango utajielekeza katika kuainisha na kutekeleza programu miradi muhimu ambayo haijakamilika ili kuandaa mazingira shirikishi na endelevu kwa mipango ijayo. Mheshimiwa Spika, nguzo muhimu ya maandalizi ya mpango ni ukuaji wa uchumi pamoja na maeneo matano ya vipaumbele vilivyoainishwa katika mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano. Maandalizi ya vipaumbele vya mpango vimezingatia vigezo vilivyoainishwa katika mpango huo. Vigezo hivi ni ukuaji endelevu wa uchumi, kupunguza umaskini, kuzalisha ajira, kuimarishwa kwa ushindani katika masoko ya kikanda na kimataifa, maendeleo endelevu, utawala bora na utawala wa sheria. Vile vile mpango unalenga kutekeleza na kukamilisha programu na miradi ya maendeleo ambayo ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mheshimiwa Spika, katika kuhakikisha ufanisi wakati wa utekelezaji, serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi itaweka mkazo katika maeneo ya kielelezo yenye manufaa na matokeo makubwa na kujielekeza katika kutekeleza vipaumbele vitano vifuatavyo. Mosi, kuchochea uchumi shindani na shirikishi, kuimarisha uwezo wa uzalishaji wa bidhaa viwandani na utoaji huduma, kukuza uwekezaji na biashara, kuchochea maendeleo ya watu na kuendeleza rasilimali watu. Mheshimiwa Spika, ili kufikia vipaumbele vilivyoainishwa na serikali itaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kielelezo na kimkakati. Na baadhi ya miradi itakayoendelea kutekelezwa ni pamoja na miradi ya kuongeza uwezo wa uzalishaji katika sekta za kilimo, mifugo na uvuvi, ikiwemo kuongeza matumizi ya mbegu na mbolea, kuongeza eneo la umwagiliaji na kukamilisha ujenzi wa bandari za uvuvi. Pili, miradi ya ujenzi wa miundombinu ya usafiri na uchukuzi pamoja na miundombinu ya kidigitali kwa ajili ya kuchochea shughuli za kiuchumi na kijamii, ikiwemo kuendeleza na ujenzi wa reli ya kati kwa kiwango cha kimataifa SGR, kuendelea na utekelezaji wa mradi wa uimarishaji wa shirika la ndege la Tanzania, kuendelea kuboresha na kupanua mtandao wa barabara nchini, hususan ni barabara zinazounganisha maeneo ya uzalishaji vijijini na masoko, kukamilisha ujenzi wa daraja la nimeshalitaja, mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta, kuendelea na upanuzi wa miundombinu ya kidigitali ili kupanua matumizi ya tehama katika uzalishaji, biashara na utoaji wa huduma kwa wananchi, kuendelea na utekelezaji wa miradi ya kuzalisha, kusafirisha na kusambaza umeme, kuendelea na utekelezaji wa miradi inayolenga kuleta maendeleo ya watu, ikiwemo utekelezaji wa sera mpya ya elimu, miradi ya afya, maji na usafi wa mazingira, na miradi ya kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ili kuhamasisha uwekezaji kutoka nje na kuwezesha uwekezaji wa ndani ya nchi. Mheshimiwa Spika, mafanikio ya utekelezaji wa vipaumbele nilivyovitaja yanajengwa katika nguzo na misingi ifuatayo. Kwanza, kuendelea kuwepo kwa amani, utulivu na usalama wa ndani ya nchi katika nchi jirani na duniani kwa ujumla. Pili, kuendelea kudumisha utawala bora na utawala wa sheria nchini. Tatu, kuendelea kuimarika kwa utoshelevu wa chakula nchini. Na nne, kuendelea kuongezeka kwa ushiriki wa sekta binafsi katika shughuli za uwekezaji na biashara. Tano, kuendelea kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi na majanga ya asili na yasiyo ya asili, ikiwemo ukame, vita, magonjwa ya mlipuko na mafuriko. Sita, kuwa na rasilimali watu iliyo bora na inaokidhi matakwa ya sasa na ambayo inatawaliwa na teknolojia na ubunifu. Saba, nidhamu katika matumizi ya fedha za umma na udhibiti wa deni la taifa. Nane, kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji, ikiwa ni pamoja na kuwasaidia wafanyabiashara na wawekezaji wadogo na wakati ili waongeze tija, wakue na kujirasimisha. Na tisa, kuwa na nidhamu ya utekelezaji wa vipaumbele kama tulivyopanga katika mipango na mikakati ya kitaifa na ya kisekta. Mheshimiwa Spika, nihitimishe kwa kulihakikishia bunge lako tukufu kuwa hali ya uchumi wa nchi yetu kwa sasa ni himilivu, ukiwa na mwelekeo chana na ukuaji endelevu. Kama nilivyoeleza, uchumi karibu nchi zote, uchumi wa dunia kwa ujumla mpaka mataifa makubwa unashuka, uchumi wetu unakuwa. Hili ni jambo jema. Kuimarika kwa uchumi kunatokana na usimamizi makini wa sera za uchumi jumla pamoja na ushiriki wa wananchi katika ujenzi wa taifa lao. Ninawashukuru na kuwapongeza Watanzania wote kwa mshikamano huu wa kizalendo. Mheshimiwa Spika, ninaomba kuchukua nafasi ninapohitimisha kuwashukuru sana wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM kwa uamuzi wao sahihi wa kuwachagua hapo tarehe 10 mwezi wa 10 Januari 2025 kuwachagua Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi kuwa mgombea wake mwenza
katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Aidha, ninampongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuteuliwa kwa mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Ni imani yangu na uhakika kwamba hii ni timu sahihi ya kuiongoza Tanzania kufikia maendeleo makubwa zaidi katika miaka mitano ijayo. Nina imani na wananchi wa Tanzania na Zanzibar kwamba watafanya uamuzi sahihi wa kuwachagua katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu.